wakati mimi nateuliwa kuwa mkuu wa wilaya kwa mwaka 2015 mwezi wa 3 wa shughuli kubwa za wakuu wa wilaya ilikuwa ni Mwenge. Shughuli ya pili ilikuwa eza kuna machafuko au maafa yametokea, maporomoko mahala, ndio namuona mkuu wa wilaya. Shughuli ya tatu ilikuwa ni kwenye mambo ya kupokea wageni na kwenda kwenye sherehe za graduation, form 4, form 6. Amaliko pale mkuu wa wilaya anakwenda pale anavishwa na skafu. Ndio kazi kubwa. Nimetoa mchango mkubwa sana wa kutransform majukumu ya mkuu wa wilaya kwenye nchi. Na wakati huo nilikuwa nikifanya kazi na naonekana naingilia mamlaka nyingine. Pale Kinondoni nilianza na kusikiza migogoro ya ardhi. Nikaunda tume ya kuchunguza ubora wa barabara. Tukagundua barabara zinajengwa chini ya kiwango, hela inapigwa. Ndio kisa kikaja kuleta hii TARURA iliyozaliwa, ni moja ya kazi inayoifanya Kinondoni. Kuna utamaduni ushazoelekaga namna ya kufanya kazi, kiasi kwamba ukionyesha tofauti unaanza kuwa attacked. Yaani zamani ilikuwa mkuu wa wilaya kusikiliza mgogoro wa ardhi eti anaingilia majukumu sio kwake. Na unakuta hata kwa nini afisa ardhi? Ukihoji juu ya barabara, yeye kwa nini engineer? Ukienda kusema mbona kisima hiki hakitoi maji, kwa nini yeye ni mtu wa maji? Yaani anaingilia tu majukumu. Na nilipigwa majungu kweli, lakini akasema mtanielewa tu. Mimi maneno huwa si sehemu ya kutoa kile ambacho ninaamini ni kitu sahihi. Leo hii tunaona kila mahali unasikiliza mkuu wa wilaya anatatua kero, unaona mkuu wa mkoa anatatua kero. Pale Dar es Salaam pale tumejenga sisi hospitali ya mama na mtoto kupitia fedha za ufadhili wa Korea. Niliomba nikapewa bilioni 8 na milioni 800. Hakuna hospitali bora ya mama na mtoto Tanzania nzima zaidi ya tulijenga Chanika. Yaani serikali tulitoa ardhi tu, lakini pale wameingia mpaka wataalamu, unaingia mle na nguo. Kwa sababu kuna apartment zaidi ya 28 na furniture, kila kitu jamaa wameweka. Kwa nini? Tulienda nje na kuona umuhimu wa kutengeneza. Kwa hiyo wakuu wa wilaya msisite kutafuta namna ya kuwahudumia wananchi.